Jana jioni usiku ng'ombe wangu wamepewa sumu. Nimepeleka maziwa kwenye oda. Nimerudi, nilipofika kwenye oda, ng'ombe wangu nikapigiwa simu wamedondoka. Nikaona wakanipigia simu nirudi. Nimerudi nikakuta wote wamedondoka chini. Wote wamekufa. Ninaposadikiwa wamepewa sumu. Majirani kuna uhasama na majirani. Jirani wameshanishtaki kwa barozi, kwa mwenyekiti, kwa mtendaji. Kwamba ng'ombe zinaleta kero. Naleta kero kwa wananchi. Nimeumia sana kiongozi. Nimeumia sana. Familia yangu ndio hivyo. Kwa inategemea hapo. Ndio hivyo. Tulikuwa tunategemea ng'ombe hao na ng'ombe wamekufa, hatuna chochote kile sasa. Kwa sababu ng'ombe mmoja anauzwa kama milioni 5. Kwa sababu ng'ombe mmoja anakamuliwa lita 12. Asubuhi lita 12, jioni 12. Wapo 5. Wapo 4 wanaokamuliwa. Na kila mmoja ana lita 12. Na ndama wangapi? Na ndama 2. Na mbuzi 2 na kondoo 1. Yaani nilipofika pale ng'ombe mmoja alikuwa anadondoka tu. Hakuna kingine. Mmoja baada ya mwingine anadondoka. Mimi mwenyewe nikawa nashangaa tu, nikakosa tu cha kufanya. Hata kijana ndio nilikuwa na tegemezi langu. Nguo, kula, sina nguvu za kufanya kazi tena. Nilikuwa tegemezi lake ndio huyu kijana wangu. Hasa walichokifanya mimi nimeumia sana. Nilikuwa nategemea na mimi huyo mfugo, akiuza maziwa mwanangu ananipa. Sasa hivi ana familia, watoto 4 na mke wake. Hana jinsi, hana wala sijui tufanyeje jamani, mtusaidie. Yaani alikuwa anategemea kila huyo mfugo, akitoka shamba nafika nakamua watoto wanakula. Sasa hivi sijui ataenda wapi, ana mkopo. Sijui atafanyaje mwanangu. Na mimi nilikuwa namtegemea. Baba, mimi. Sijui tutaenda wapi. Tulikuwa tunategemea yeye. Ndiye alikuwa msaidizi, akikamua maziwa nasema mama chukua 10,000. Nenda ununue unga. Sasa hivi sina msaada wowote. Jina naitwa Scholastica Ezra Pondamale. Kwa nilichokiona, nimeona mifugo ya ndugu yangu ikiwa imekufa, ambapo nilikuwa ninajiuliza huyu mama sasa ataishije na huyu ndugu yangu ataishije kwa hii familia ya watoto 4 hapa mjini. Na hicho ndo kilikuwa tegemezi, ndo alikuwa anategemea na watoto walikuwa wanategemea hapo. Kwa msaada zaidi naweza mkatusaidiaje juu ya janga hili? Sisi wenyewe kabla daktari hajatoa majibu tukawa tumeja, yani nisemee mimi kama mimi, kwa sababu mimi mwenyewe ni mfugaji. Kwa sababu wengine walianza kusema ni majani yamefanya ng'ombe wamepelekea kufa, lakini kwa utaalamu wangu wa ufugaji sio majani. Daktari baada ya kuja kupasua ng'ombe kuangalia vitu vya ndani kabaikana ni sumu amelishwa. Tumeona kwenye upasuaji maini yalikuwa yameshaharibika kwa muda huo, figo zimeharibika kwa muda huo, utumbo ukawa umeshabadilika rangi kwa muda huo. Ndicho kilichopelekea mimi kuamini kuwa ni sumu pamoja na daktari. Aise, ni masikitiko makubwa. Maana ndio tegemezi, watoto, familia, wazazi. Ana mkopo, anategemea kurejesha. Kwa kwetu kwa tunaomba serikali ifuate sheria. Mbongwado, mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Ama taarifa zilikuja kama zilivyokuja kwamba kuna tukio hilo lilotokea la ng'ombe 6 na mbuzi 3 kufa. Inasadikiwa kwa sumu. Uongozi kama uongozi ulifika kwenye tukio na kuita wataalamu ambao ni mifugo, maafisa mifugo pamoja na maafisa wa afya. Walichokifanya ni kuchukua sample kupeleka maabara. Wao walichosema ni kwamba watakuja waonyeshe sasa kile ambacho kimetokea, ni aidha kama ni sumu vyovyote vile. Kama uongozi tupo kwenye tukio kusubiri matokeo
jambo zima. Ni tukio zito kubwa na kuhuzunisha, lakini pia ni maisha ya mtu. Kama viongozi hatutaki kusikia au kitendo yani kijirudie, lakini pia wataalam sasa wote wanahusika, wanasheria na kila kitu wafuatilie kwa kina jambo zima, alafu tujue namna nzuri ya kufanya. Ikiwezekana wahusika wakamatwe mara moja. Tunatoa wito sasa wa wananchi pia kuwe na utulivu ili jambo liende kwa ufasaha.